Binti njoo. Binti unaitwa nani? Unakaa wapi njoo? Nakaa ya mimi. Mara ngoka mimi nakuja mara kwa ngapi nakuja hapa hivi? Hii mara ya pili nakuja hapa. Ulikuja hii mara ya kwanza. Mwezi wa pili. Bado kwenda wapi? Huyu mama siondoke hapa. Ngombe nakusali kule Kongozi. Enzo anapenda. Anataka ufunguliwe, sawa? Adui shetani kuona binti mzuri kama wewe. Okay? So nani sio mwambia adui singane tena. Sawa Enzo? Umekuja na nani? Yuko wapi? Ndio kwa nje yuko wapi? Ndio kana nje yuko wapi? Na wewe unakuja hapa. Mara ngapi unakuja? Mara pili unakuja hapa. Nataka leo na nyewe baada hapa. Sawa? Bwana kutunze mahakama kipepo yote na kansa ndani yako, hata kuwa na uwezo wote kwa jina la Yesu. Kila nguvu za giza ndani yako nazikausha, mighty name of Jesus. Now toka ndani yake, toka. Na kukausha. Sema kwa jina la Yesu. Inavunja mamlaka ya giza. Nani ya Sayu? Ondoke. Go. Go. Na. Na. Toka ndani yake. Toka ndani yake. Toka. Kuvunja na kukausha moka. Toka ndani yake na kurudisha ulikotumwa. Walokutia nguvu inavunja. Hiyo madhabahu inakupa nguvu na ivunja. Hiyo madhabahu ya kikanga na kichawi inakupa nguvu kumdhuru na huyu angel. Now toka. Toka. Toka ndani yake. Toka. Toka. Go. 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 Kwa jina la Yesu. Na kuapiza kwa moto. Yesu alimaliza kwa damu ya Yesu. Imekamilishwa kwa moto vitu angel. Na mweka huru sasa. Tangu sasa hata milele. You are free angel. Nikuone baada ya ibada usiondoke, sawa? Okay, keti hapo tena. Wewe unaitwa nani? Unaitwa Jetu? Wewe umeombewa? Hapana, hujaombewa. Kwa jina la Yesu ninakata maagano haya huko ya kipepo. Nani ya binti ndogo? Doka. Mamlaka na kuzimu. Ndani yake kwa jina la Yesu. Mamlaka ya giza bara ni kwa mama ni wapitwa. Unauzuri ibada ndugu. Unakuwepo kila siku. Pasa kibona. Mama usione uzuri ibada. Endelea kaza maombi sawa. Bwana anakufungua na kaza maombi sikose badani. God bless you. Yesu anakufungua. Mama alikuja vipi nani? Nataka njoo progress yake njoo niambie maendeleo vipi. Vipi anajisikia sasa hivi?
Ndio sio ndio. Anaendaje diviso? Mabadiliko naenda nayapata, ila sasa ana shida gani sasa hivi? Shida inayomsumbua sasa hivi ni kwenye mfumo wa kizazi. Ulikwenda spike kwa mbio sio mpima ligundua nini au mjani? Tulienda alichogundua kuna viashiria vya saratani ambavyo vikiumuka maumivu ndio yanapelekea kuwa na maumivu mwili mzima. Lakini vilikuwa havipoi vile vidonda, lakini sasa hivi kuna siku anaweza akajisikia kutwa nzima vizuri, na ikija kujirudia ile hali ya kusikia maumivu mwili mzima hadi hamu ya kula inakoswa. Lakini kuna siku zingine sasa hivi mwenyewe unashtukia na kuambia sasa hivi maumivu yametulia mpaka na hamu ya kula naipata. Leo amefunga bibi, unataka hospitali alisema unataka kapimo kwa daktari. Kwa daktari akwambia chochote? Hakuniambia chochote. Ulienda wapi mstari? Ni Nyomata. Tuzungumzie baada ya ibada. Bibi anazidi kuponya. Mama, umetokea wapi? Naam. Wewe ni wa Nyamimbi. Nakumbuka niwaambia wana Nyamimbi kuhubiri Nyamimbi. Nakumbuka? Wale wa Nyamimbi wako wapi? Nilipata kushuhudia. Niko wapi? Ndio huyu. Niko wapi? Mwenyewe ananiambia leo. Mama, umeshaokoka? Umeokoka nini? Tarehe 30 ya mwezi msaidia maiki. Ya mwezi wangapi hiyo? Mwezi wa 4. Mwezi wa 6. Mwezi wa 3. Mwezi wa 3. Hii mara ya kwanza tunakuja hapa. Kwake na doi. Nilikwambia siku ile. Usije kuja. Bwana azidi kufungua zaidi. Doi. Fine. Okay. Sema kwa miguu yako sasa. Tuishi wa Mungu. Usiogope. Nasikia nikwambie usiogope. Nasikia nikwambie usi. Yesu alisema imekwisha and it is done. Adui hawezi kuchezea maisha yako kama mtu wa Mungu unatembea kwenye ukamilifu.